Bwana, kumekuwa na story nyingi sana ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii, na ni story ambayo kila mmoja amekuwa akizungumzia sana huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kile ambacho kina trendi sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Madam Rita juzi kati aliweza kumjibu mwandishi wa habari baada ya mwandishi yule kuanza kuhitaji kumhoji Madam Rita. Madam Rita akauliza kwamba hii ni media gani, na alivyojibiwa akasema kwamba hafanyi mahojiano na media ambazo ni uchwara. Ni kitu ambacho alikizungumza Madam Rita kwamba hafanyi mahojiano na media ambazo ni uchwara, lakini baadaye tulishuhudia kwamba aliomba msamaha kwa kile ambacho alikifanya, akisema kwamba alikuwa afahamu kwamba neno hilo lingeleta shida huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia alijibu vile sio kwamba alidhamiria, kwa sababu pia kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamsumbua. Lakini maoni ya watu wengi yamekuwa tofauti na jinsi ambavyo Madam Rita alikuwa anategemea, kwa sababu wengine wanasema kwamba aliamua kufanya hivyo, wengine wanasema kwamba ni kweli alivyoonekana tu alikuwa hayuko sawa. Hata baadhi ya wasanii pia wamekuwa wakisema kwamba huenda alikuwa hayuko sawa. Kusa ni moja kati ya wasanii ambao wanasema kwamba huenda Madam Rita alikuwa hayuko sawa, ndio maana alifanya kile kitu ambacho alikifanya. Lakini pia Harmonize bwana alivyoona ile interview ya Kusa aliyoifanya na kuona kichwa cha habari ambacho kiliandikwa na media, akatoa ujumbe kwenye story yake kuhusiana na kitu ambacho kiliandikwa kwenye kichwa cha habari, kwenye habari ambayo ilikuwa inamhusu Kusa, mahojiano ambayo ilikuwa inamhusu Kusa, lakini kichwa cha habari kilimshangaza Harmonize, hivyo aliamua kuandika ujumbe huu hapa, ambao ni ujumbe unaosema kwamba tunazipenda media, mchango wao ni mkubwa sana, ila kuna baadhi ya media za kiwaki sana, hazizingatii weledi wala madhara ya wanachokiandika kwa mtu husika. Nini madhara yake? Wanachoangalia wao ni numbers na maslahi binafsi. Kwa maana hiyo Madam Rita alikuwa sahihi kuuliza hii ni media gani. Lengo lake ni kuhojiwa na media yenye trust. Chochote anachokisema kitapelekwa katika jamii, na maana ile kwa kuwa sisi ni wajamaa sana, tunaishi kijamaa, imeonekana kama dharau. Ukijiuliza nini kimemfanya posti ile video, ndugu mwandishi hatakupa jibu zaidi ya kutaka aonewe huruma, bila kujua anaharibu brandi ya mtu aliyoitengeneza kwa miaka mingi sana. Ukweli mchungu, hiyo media binafsi ndio kwanza inaanza, au sio? Anamaanisha kwamba hiyo media ndio kwanza inaanza. Kwa hivyo hata kuandika au kuposti video ile huenda ni kutafuta namna ya kupata numbers na vitu kama hizo. Ni kitu ambacho Harmonize alikiandika. Mfano anasema kwamba mfano ni wewe Kusa, next time utashindwa kuuliza hii ni media gani kwa uchochezi huu. Medias ukiwa unajijua kama unaanza, basi tambua kuwa watu wanatengeneza trust yao katika jamii kwa gharama kubwa sana. Swali lako moja linaweza kumfanya mtu aonekane sio wa maana katika jamii. Hivyo ukweli ni kwamba watu maarufu wengi huwa wanaogopa kufanya mahojiano na media mpya. Yes, tunazihitaji sana ziendelee kuongezeka, ila kama unajijua unaanza, nenda mdogo, kaa karibu na media zilizotangulia zenye uzoefu na weledi zaidi. Ukifanya hivyo utapata fursa ya kumhoji yeyote mdogo, unapenyeza maswali yako huku ukijenga weledi. All the best. Harmonize ameandika hivyo baada ya kuona mahojiano ambayo alifanyiwa Kusa, na kichwa cha habari ambacho kilitumika kwenye mahojiano hayo kimemshangaza. Kichwa cha habari kinasema Kusa mchana Harmonize, wimbo mpya na Diamond Alikiba, na vitu kama hivyo. Ni kichwa ambacho kilimchanganya kichwa Harmonize, yani kichwa cha habari kimemchanganya kichwa Harmonize, hivyo akaamua kuandika ujumbe ambao akisema kwamba Madam Rita alikuwa sahihi kuuliza kwamba hii ni media gani. Lengo lake alikuwa anahitaji kufanyiwa mahojiano na media ambayo inaaminika, trust, ambayo itamfanya awe huru kujieleza, kwa sababu pia kitu ambacho atakizungumza ni kitu ambacho kitaenda kwenye jamii na kila sehemu. Kwa hivyo ana haki ya kuuliza kwamba ni media gani. Hicho ndio kitu ambacho Harmonize alikizungumza, na hiyo amezungumza baada ya kuona mahojiano ambayo Kusa aliyafanya
Lakini katika mahojiano ambayo Kusa alifanyiwa kuhusiana na swali aliloulizwa kuhusiana na Harmonize kufanya video nyingi na mpenzi wake ambaye ni Kajala, Kusa alisema kwamba ni wasanii wengi Afrika ambao wanafanya na wapenzi wao, kwa hivyo sio kitu kibaya. Lakini pia ukiangalia Kajala na numbers huko kwenye mitandao ya kijamii na followers wengi, kwa hivyo akifanya naye pia ni fursa kwa upande wake, sio vibaya, kwa sababu pia wasanii wengi ambao ni wa Afrika wengi wametumia wapenzi wao kwenye baadhi ya video nyingi sana bwana. Hiyo ndio story ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nikukumbushe, kama bado hujajiunga na sisi, fanya kusubscribe, like na kushare, utakuwa umetisha ile kinomanoma.